Kwa majina naitwa Rebeka Abraham Marika, natokea katika chama cha ushirika cha Mkula AMCOS. Ndoto ya kuwa kiongozi nilikuwa nayo, lakini baada ya kupata elimu kutoka katika mashirika mbalimbali kama vile IUCN, Agritellers, kumbe kuna fursa na uwezo wa kuongoza kwenye jopo la watu kama hivi na katika vyama vya ushirika. Ushirikishaji wa wanawake, mimi naona sasa hivi unapewa kipaumbele kikubwa sana, kwa sababu mwanzo wanawake tulikuwa waoga wa kuthubutu. Lakini sasa hivi kupitia ushirika huu na kuona baadhi ya wanawake tumegombea, wanawake wengi yani wanajitoa kweli. Ushiriki wa wanawake, kwa mfano kama sisi hapa tuna kilimo cha miwa, kiukweli huwa hawabagui. Mfano IUCN walipofika, Kilombero Sugar na maendeleo ya jamii walipofika, mimi nilipata nguvu. Umeona, hasa wangekuwa wanakuja mara kwa mara, na hivi tayari sisi wengine tupo kwenye uongozi, mnakuja mara kwa mara, semina zinafanyika nini, watu yani wanawake wengi watakuwa na ule moyo wa kusema kwamba aisee, kumbe inawezekana. Ilitokea changamoto baada ya mume wangu kufariki, akaacha mashamba na watoto. Kwa hiyo mimi nilitakiwa niendeleze. Kwa hiyo niliendeleza kulima japo kwa shida, kwa sababu sikuwa nimevizoea, na nilihamasika zaidi baada ya kupata mafunzo kutoka shirika la IUCN chini ya mradi wa Sustain, waliotupa mafunzo juu ya uongozi bora, utawala bora na kilimo bora. Kupitia shirika la IUCN katika ule mradi wa Sustain walitupeleka mafunzo ya wajumbe wa bodi, tukaenda kupata mafunzo yale. Kwa hiyo tulivyorudi kwenye mafunzo, tukaanza sasa utekelezaji wa moja kwa moja ambao ulitufanya sasa tukaanzisha mradi wa kukata, tukajitegemea kwenye kukata. Sasa hivi mkulima amenufaika kwenye kukata. Sasa hivi tunaelekea kwenye mradi wa pili na watatu ambao ni kusafirisha na kupakia. Kwa hiyo IUCN wametupa mafunzo yale, ndio hadi sasa hivi tunaendelea nayo na utekelezaji. Mimi kama meneja, nimekuwa meneja kwa takriban miaka 2 kwa bodi iliyopita, na katika bodi mpya tunamaliza sasa mwaka. Nimeona tofauti kubwa sana kati ya bodi ile ambayo iliingia na kufanya majukumu yake bila mafunzo na bodi hii ambayo mara baada ya kuapishwa imepata mafunzo. Binafsi naona tofauti kubwa sana. Kwanza, wanawake wanashaurika na wanawake wanashauri vizuri, na naweza kusema sehemu kubwa ya ushauri wa mwanamke umejaa nia njema ambayo ina maslahi kitaasisi, lakini pia wanawajibika. Ikitokea kuna majukumu 1, 2, 3 ya kitendaji, na yeye kama kiongozi anatakiwa awe kama supervisor kwenye hilo eneo, kama linahusu kwenye kamati yake, unakuwa hauna shaka kabisa. Kampuni ya Sukari Kilombero kwanza inatambua mchango wa wanawake na vijana katika sekta nzima ya kilimo cha mua, na imekuwa ikifanya uwezeshaji mkubwa kwenye jamii yetu kwa kupitia vyama vyetu vya ushirika kwa maana ya AMCOS, ambapo kwanza tumekuwa tukiwapatia elimu ya kilimo ambacho tunasema elimu ya ugani, ambapo wanawake na vijana wamekuwa kipaumbele chetu, kwa sababu tunaamini kwamba kupitia wanawake na vijana ni sehemu ya kuinua uchumi wa nchi. Lakini sanjari na hapo tumekuwa tukiwajengea uwezo. Kwa mfano, tumeshirikiana na IUCN katika mradi wa Sustain, ambapo tulitoweza kutoa mafunzo kabla ya uchaguzi wa viongozi wapya kama inavyosema taratibu za kiushirika, tukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo halmashauri ya mji Ifakara, ikiwemo Kilombero, wakiwemo IUCN, lakini matokeo yalikuwa ni chanya, ambapo tuliweza kupata 42% wakiwa wanawake na vijana na 50% wakiwa ni kina baba, wakati uongozi uliopita ilikuwa ni zaidi ya 75% wakiwepo kina baba. Kwa hivyo tunayo mafunzo tunaendelea nayo katika kampuni ya Sukari Kilombero kupitia idara yetu ya wakulima, ambapo kwa sasa tunatarajia kufanya mafunzo ya elimu ya fedha. Lengo kuu ni kwamba vijana na kina mama wawe angalau 50% ya mafunzo hayo waweze kufikiwa,
na kuendelea kuwafanyia mafunzo endelevu pale tutakapogundua kuna gap lolote katika tasnia nzima na mnyororo mzima wa thamani.